Mahakama Kuu ya Tanzania, Masjala ndogo ya Dar es Salaam, imetupilia mbali maombi yaliyowasilishwa na wasimamizi wa mirathi ya marehemu Zakaria Hans Pope pamoja na kampuni ya ZH Pope Limited yaliyokuwa yakitaka kuzuia kwa muda hatua za taasisi ya fedha kuuza mali zilizowekwa dhamana kutokana na mkopo wenye deni ya zaidi ya shilingi bilioni 7.4. Shauri hilo la kuomba zuio la muda lenye namba 11792 la mwaka 2026 ilisikilizwa na Jaji Kirekiano Juni 9 na Juni 15, 2026, ambalo lilifunguliwa na Angel Zakaria Pope ambaye ni msimamizi wa mirathi. Katika shauri hilo, waombaji walieleza kuwa mkopo wa zaidi ya shilingi bilioni 7.4 uliotolewa kwa ZH Pope Limited haukulipwa kama ilivyokusudiwa, na hivyo benki ilitoa notisi ya mwisho ya kudai fedha na kuanza mchakato wa kuuza mali zilizoahidiwa kama dhamana. Pia walidai kuwa mkopo huo ulitoka na azimio la bodi lililopatikana kwa udanganyifu na kwamba suala hilo liko chini ya uchunguzi wa kitengo cha uhalifu wa fedha cha Jeshi la Polisi CID. Waombaji waliomba mahakama kutoa amri ya muda ya zuio ili kuzuia uuzwaji wa mali hizo hadi baada ya kukamilika kwa notisi ya kisheria ya siku 90 inayotakiwa kabla ya hatua dhidi. Waombaji waliomba mahakama kutoa amri ya muda ya zuio ili kuzuia uuzwaji wa mali hizo hadi baada ya kukamilika ya notisi ya kisheria ya siku 90 inayotakiwa kabla ya hatua dhidi ya taasisi ya serikali. Mkopo huo ulitolewa kwa mujibu wa sheria na mikataba halali ya dhamana, na kwamba hatua ya kurejesha fedha zilikuwa za kisheria baada ya mkopo kushindwa kulipa, ikieleza kuwa mkopo huo ulitolewa kwa mujibu wa sheria na mikataba halali ya dhamana, na kwamba hatua ya kurejesha fedha zilikuwa za kisheria baada ya mkopo kushindwa kulipwa. Katika uamuzi wake uliotolewa Juni 15, 2026, Jaji Kirekiano amesema mahakama ilibaini kuwa madai ya udanganyifu yaliyotolewa yanahusu migogoro ya ndani ya kampuni kuhusu umiliki wa hisa na uongozi wa kampuni, na kwamba hakuna ushahidi ulioonyesha kuhusika kwa taasisi ya fedha katika vitendo hivyo. Mahakama pia ilieleza kuwa taasisi hiyo ilitegemea taarifa rasmi za BRELA zilizokuwa zikionyesha wakurugenzi waliokuwa na mamlaka wakati wa mkopo huo ukichukuliwa. Hivyo ilikuwa na haki ya kuamini kuwa taratibu zote za ndani za kampuni zilifuatwa ipasavyo. Aidha, mahakama ilisema waombaji hawakuonyesha uwepo wa kesi yenye msingi wa kutosha dhidi ya mdaiwa, wala hawakuthibitisha kuwa watapata hasara isiyoweza kufidiwa kwa fedha endapo mali hizo zitauzwa. Pia mahakama ilizingatia kuwa deni hilo linaendelea kuongezeka na kwamba kuchelewesha utekelezaji wa dhamana ungeweza kusababisha hasara zaidi kwa taasisi ya fedha na kuathiri shughuli zake za utoaji wa mikopo. Kutokana na sababu hizo, mahakama ilihitimisha kuwa maombi hayo hayakuwa na msingi wa kutosha kisheria, hivyo kuyatupilia mbali pamoja na kuwataka waombaji kulipa gharama za shauri. Hizi ni ripoti za kimahakama. Mimi ni Mwantu Mkwawa.